Mtazamaji wa Mtwara Online TV, tunakukaribisha sana kwenye kipindi chetu hiki cha Mtwara Yetu, kipindi ambacho kimebeba falsafa ya Mtwara na uwekezaji. Siku hii ya leo katika kipindi chetu tumepata fursa ya kukutana na maafisa ambao tutazungumza nao hapa kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya hapa mkoani Mtwara, lakini hii ikiwa ni kanda ya Pwani. Na katika kipindi chetu tutajadiliana nao masuala kadha wa kadha, na watajiweza kujieleza ni namna gani wanavyoweza kushughulikia mapambano haya na udhibiti katika taasisi yao hii ambayo inafanya kazi katika mikoa hii ya Lindi, Mtwara pamoja na Ruvuma. Pengine kwa namna ya kipekee, karibuni sana kwenye kipindi chetu hiki cha Mtwara Yetu chenye falsafa ya Mtwara na uwekezaji. Karibuni sana. Naam, labda tukianza bimkubwa, falsafa ya Mtwara na uwekezaji ni miongoni mwa falsafa ambayo imeasisiwa na viongozi wa mkoa wa Mtwara, lakini lengo lake ni kuweza kuishi katika kutekeleza majukumu ya uwekezaji ili tuweze kupiga hatua na kuongeza chachu ya kimaendeleo. Nyinyi kama mamlaka ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya, mnaishi vipi falsafa hii? Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina anaitwa Salome Mbonile, afisa mamlaka kudhibiti na kupambana dawa za kulevya. Katika ukiangalia kwenye uwekezaji kuna miingiliano mikubwa. Tayari kitu kikishaitwa uwekezaji, ina maana kuna miingiliano wa watu mbalimbali. Kwa katika kuhakikisha kwamba tunadhibiti dawa za kulevya, sisi tuna mkakati ambao tunatoa elimu kwa jamii. Tunatoa elimu kwa jamii kuanzia chekechea mpaka shule za msingi, mpaka sekondari, mpaka vyuo, mpaka kwa jamii nzima, kwenye makundi mbalimbali. Hii itasaidia watu wasiweze kutumia dawa za kulevya, kuepukana na matumizi ya dawa za kulevya. Kwa tumejikita sana kuwaelimisha watu waepukane na matumizi ya dawa za kulevya. Unapotumia dawa za kulevya kuna madhara mbalimbali ambayo mtu hawezi kufanya kazi tena. Mwekezaji amekuja, unatumia dawa za kulevya, huwezi kufanya kazi. Kwa tumejikita zaidi kwenye uelimishaji ili watu waweze kufanya kazi, kwa sababu wasipofanya kazi nguvu ya taifa itapotea. Ndio, na wawekezaji wakija hawatakuta vijana wenye nguvu, kwa sababu watakuwa tayari wameathirika na dawa za kulevya. Naam, mtazamaji, tukiwa tumesikia namna ambavyo wao wanaishi falsafa hii ya Mtwara na uwekezaji katika kipindi chetu hiki ambacho tumewaalika siku hii ya leo. Lakini pengine tukiizungumzia mamlaka hii ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya kanda ya Pwani, pengine inajishughulisha na shughuli zipi kwa moja tunaposema hivyo? Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Julius Behuta Kiza, afisa mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya kanda ya Pwani. Nini majukumu ya mamlaka katika muktadha huu wa kanda ya Pwani? Kama tulivyozungumza, tunayo mikakati minne au kazi nne. Kazi ya kwanza ya mamlaka ndani ya kanda ya Pwani ni kuhakikisha tunazuia upatikanaji wa dawa za kulevya. Tunazuia uingizwaji ndani ya nchi, uzalishaji na usambazaji wa dawa za kulevya, ikiwa ni kazi namba moja. Lakini kazi namba mbili tunasema tunapunguza uhitaji wa dawa za kulevya. Katika mkakati huu tuna upunguzaji uhitaji wa dawa za kulevya. Hapa ndipo tunapotoa elimu kwa umma. Tunatoa elimu katika rika zote ili kuhakikisha wanapata uelewa juu ya athari zitokanazo na matumizi ya dawa za kulevya. Ama mtu akijihusisha na dawa za kulevya, nini matokeo ya matumizi hayo ya dawa za kulevya, ambayo ndio madhara yake. Sasa kwa pata elimu hii, waweze kwa namna yote kujihusisha tena na dawa za nini? Za kulevya. Lakini mkakati namba tatu ama kazi namba tatu tunasema ni kupunguza madhara yatokanayo na dawa za kulevya. Kivipi? Hapa tunaratibu miongozo ya utoaji dawa tiba. Mtu labda ameathirika, tunavyozungumza wapo walaibu wameathirika. Sasa hawa wanakwenda kupata huduma ya methadone ama huduma za nyumba za upataji nafuu, sober houses tunasema. Ina maana hiyo tunahakikisha tumelink na hawa wahitaji wapi wanazipata, kwa mfano kwenye hospitali zetu za rufaa na vituo vingine ambavyo vimekuwa authorized katika kutoa huduma hiyo. Wagonjwa wa akili ndipo tunapata fursa ya kuelimisha kwamba waende kwenye hospitali za wilaya za kanda ambako huduma ya afya ya akili ndio inakopatikana huko. Lakini kazi yetu namba 4 ndani ya kanda yetu ya Pwani hii basi ni kuhakikisha tunaimarisha ushirikiano wa kitaifa, kikanda na kimataifa, kwa sababu huu ni uhalifu unaovuka mipaka. Hivyo ni jukumu letu la kuhakikisha tuna involve au tunakuwa na ushirikiano na wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi. Asante sana kwa kutueleza namna gani ambavyo mnashughulika. Lakini pengine afisa, tumeshuhudia ukitamka hapa kwamba mnatoa elimu sana katika maeneo mbalimbali. Ni kwa namna ipi
mnatumia fursa hiyo ya utoaji wa elimu kuwafikia wananchi au makundi tofauti ili waweze kudhibiti au kuto kujihusisha na masuala haya ya madawa ya kulevya? Karibu sana. Sawa kabisa. Tumesema tunatoa elimu kuanzia chekechea mpaka kwenda juu. Kwa hiyo elimu kwanza tuna mwongozo ambao unatuelekeza huyu mtoto wa darasa kwanza tumfundishe kitu gani, huyu mtoto wa sekondari tumfundishe kitu gani. Kwa hata kwenye mitaala kwa mfano imeingizwa kuhusu dawa za kulevya ili walimu wanapofundisha waweze kuwafundisha watoto kuhusu athari za dawa za kulevya hasa. Kwa hiyo mwongozo huo ndio unaotuonyesha natakiwa kufundisha gani chuo kikuu, natakiwa kufundisha kitu gani kwa jamii nzima, kwa sababu tunaingia jamii yote. Kwenye mikutano tunafundisha, sijui makongamano, kwenye za dini, makanisa, misikitini, kote tunaingia kutoa elimu ya dawa za kulevya. Kwa hiyo inatusaidia sisi kwamba kuiacha jamii katika hali nzuri. Naam, labda pengine jamii imeamka kiasi gani baada ya kupewa uelewa na kujengewa uwezo kuhusiana na masuala haya ya kudhibiti pamoja na kupambana na madawa ya kulevya? Wamekuwa wakishiriki kiasi gani katika kuhakikisha wanapambana na kudhibiti, lakini pia wanakuwa na ile nafasi ya wao kuwa ni mabalozi wa kuhakikisha sasa elimu tuliyoipata hii tuhakikishe na sisi tunaiendeleza kwenye maeneo yetu haya ili tusiendelee au tuwe wadau wa kutoa taarifa? Karibu. Asante sana. Jamii imepokea ujio wa mamlaka kikanda hasa hapa mkoani Mtwara ambako pia ndio makao makuu ya kanda kwa kipekee sana. Wamepokea vizuri, kwani wanaipongeza serikali kabisa kupitia mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Sasa wameweza kupata elimu ya kina juu ya madhara yatokanayo na matumizi ya dawa za kulevya, uweza kwa kutumia, uweza kwa kufadhili, kwani baada ya kupata elimu tunaona mwitikio ni mkubwa. Wanatoa taarifa, taarifa zetu za kwanza kificho. Kwa hiyo tunaelimisha namna gani wanapokumbana na vitendo vyote vya wanaojihusisha na dawa za kulevya. Kwa hiyo tunapata mwitikio mkubwa. Wanatupa taarifa hizo, lakini pia tunazifanyia kazi kama ambavyo mmeweza kuona. Saizi uweze kuzunguka hapa mtaani ukaona vijio tena vya uvutaji bangi ama dawa nyingine. Yote haya ni matokeo chanya yale ambayo yametokea baada ya kutoa elimu. Tayari watu wamegundua kwamba kumbe tusipotoa na sisi nguvu, tusipoonyesha ushirikiano ndani ya kanda, inawezekana tatizo hili kaendelea kuwa kubwa. Kwa mwitikio huo chanya ndipo tunaweza tukaona kabisa saizi angalau tatizo la dawa za kulevya tena ndani ya kanda yetu hii kidogo liko katika hatua nzuri. Ni kwa sababu ya mwitikio wa kutupatia taarifa. Wanatupatia taarifa, wanapongeza juhudi zinazofanyika na mamlaka hasa kalifa za kanda na kitaifa kwa jumla. Naam, umezungumza hapa kuhusiana na utoaji elimu kwenye makundi tofauti ambayo umegusa kwenye warsha, kongamano, wanafunzi wa sekondari, kuna kuwa na mitaala inayoongoza kwa namna gani unaweza ukatoa elimu ile na iwafikie. Pengine tunapowazungumzia wanafunzi wa sekondari, wamekuwa wakiwa na mwitikio gani katika hamasa ile ya kufahamu vile vitu ambavyo, kwa sababu tunaamini wale ni vijana ambao tunawajenga katika level ambayo wakitoka pale wanaingia vyuo vikuu, baada ya hapo wanaenda kutana na majukumu mengine, aidha wanapata ajira ama hawaajiriki. Nini hasa ambacho unachokiona katika mafunzo yale unapowapatia? Unagundua nini ama umewahi kugundua nini ambacho nafikiri kwako unaweza ukasema hiki na tunakiendeleza kama mamlaka ili kuweza kuongeza tija kwa rika kama hili? Kwanza wanafunzi wanaelewa kitu gani kinaonyesha kwamba wanaelewa ni ile maswali wanapouliza. Wanauliza sana maswali kuhusu dawa za kulevya kiasi kwamba mpaka unagundua kuna mtumiaji wa dawa za kulevya. Lakini jinsi unavyomuelimisha wanaelewa kwamba kumbe inaathiri. Wengi wao wanatumia, unajua watoto anaweza akasema natumia ili niwe akili darasani. Tunaambia hizo ni imani potofu. Bangi haina faida hata siku moja. Kwa hiyo tukiwaelimisha vile wanaona, wengine wanauliza maswali kwamba mbona watu wengi nikitumia bangi ndio nakuwa na ufahamu zaidi darasani. Lakini ukienda kuangalia, nikianza kuwafundisha kwamba bangi itakusababishia usikumbuke wala usiwe na uwezo wa kufikiri, wanajua Kwa hiyo mwitikio ni kwamba wanaelewa zaidi. Wanaona tatizo, kumbe bangi ina matatizo au dawa za kulevya kwa ujumla hazifai katika afya zao. Sasa unamuuliza mwanafunzi, mfumo afahamu kiharibika, utasoma?
Kwa hiyo wanapata uelewa wa kutosha kwa. Naam, labda pengine hapo kabla sijarudi hapa kwa afisa mwingine, tunaposema haya madawa ya kulevya yamegawanyika katika makundi yapi? Maana yake labda kuna bangi, kuna yani, lazima watazamaji wayafahamu. Kuna dawa za kulevya ambazo zinapatikana mashambani. Kuna dawa za kulevya ambazo zinapatikana mashambani na zinachanganyika na kemikali. Kuna dawa ambazo ni kemikali tupu, alafu kuna kemikali bashirifu. Ukienda kwenye dawa ambazo zinapatikana mashambani ni bangi na mirungi. Ukienda kwenye dawa ambazo zinapatikana zinachanganywa, yani ambao ni heroin na cocaine, hapo zinatumika mmea, zinatumika na kemikali, ndio. Ukienda kwenye dawa ambazo ni kemikali tupu, ni methamphetamine. Kwa kuna dawa za aina hiyo. Sasa hivi kuna dawa ambazo zinaingizwa nchini, wanajitahidi zisionekane kama yani dawa halali, lakini wanazibadilisha kwenda kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Naam, labda afisa, tunapozungumza mamlaka hii imekuwa na mikakati gani sasa katika kutekeleza majukumu yake ili kuhakikisha kudhibiti na kupambana kunakuwa katika taratibu za aina yake ili kuhakikisha wananchi wanaendelea kuepukana na changamoto hizi? Karibu. Asante. Utekelezaji wa majukumu yetu kama nilivyokutaja hapo awali, tumehakikisha tunajidhatiti katika kuelimisha juu ya utoaji taarifa. Kwa baada ya kuelimisha kwamba tayari dawa za kulevya zina athari katika uchumi wetu, lakini katika kwa muktadha yote ya kimaisha. Kwa hivyo tunawawezesha wanakuwa na mbinu mbalimbali za utoaji taarifa kupitia namba 119 kwamba utakapobaini viashiria vya uwepo wa dawa za kulevya, kama ni shamba, labda umekundana ni shambani huko, labda kuna msafirishaji, basi kupitia mbinu ambazo tunawezesha za kiusalama kimsingi, wanaweza kuwa wanatumia taarifa kupitia 119, lakini pia wanapiga simu kuendelea kupata elimu zaidi. Kwa kufanya hivyo tayari tunaendelea kupata connection nzuri, lakini pia tukaenda mashuleni. Kwa sasa tunatumia klabu za wapinga rushwa zimeungana na dawa za kulevya. Kwa hiyo tunapopata vipindi mbalimbali huko mashuleni, ndio tunaendelea kuwajengea uwezo ni namna gani ya kupambana na vita dhidi ya dawa za kulevya. Kwa kufanya hivyo tayari tunaendelea kupata mwitikio chanya, ni kitendo ambacho ni endelevu sasa. Kwa wanapokutana na vitendo kama hivyo, wanatuhabarisha au wanatupa taarifa kupitia muktadha hiyo, kupitia simu hiyo inayotaja 119, na pale huwa tunakutana nao pia. Tuna mbinu ambavyo tunakutana nao. Kwa kufanya hivyo tayari tunaendelea kuwa mutual connected na wao, baina ya wananchi, lakini pia wanajamii wote kwa ujumla. Kwa tunaendelea kufanya kazi yetu katika mtindo huo. Naam, labda pengine mtazamaji, tunaendelea na kipindi chetu hiki cha Mtwara Yetu, kipindi ambacho kimebeba falsafa ya Mtwara na uwekezaji. Na siku hii leo nimebahatika kuwa na maafisa hapa kutoka kanda hii ya Pwani ambayo inashughulikia mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma. Na kanda hii zamani ilikuwa inafanya mpaka kule Morogoro, ndio maana inaitwa kanda ya Pwani. Lakini kwa sasa inadumu kwa mikoa mitatu ya Lindi, Mtwara na Ruvuma. Na maafisa hawa ni kutoka kwenye taasisi ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya. Na hapa tupo kwenye kipindi cha Mtwara Yetu. Pengine tunapozungumza afisa, kuhusiana na mrahibu ama urahibu, watu wafahamu, manake nimesikia maneno haya mbele yenu hapa. Tufahamu urahibu, mrahibu ni nani, lakini ni kwa namna gani mmejizatiti kuwafikia makundi ya watu ambao tayari wameathirika. Tumeshuhudia baadhi ya mikoa na maeneo mengine, tukiona jamii pia inashirikiana na nyinyi katika kuanzisha taasisi zisizo za kiserikali katika kupambana na kudhibiti madawa ya kulevya. Pengine kwa mikoa hii hivyo vitu vipo, na kwa namna gani na nyinyi mnawasaidia watu ambao tayari wamekwisha pata changamoto ile ili warudi kwenye mazingira yao? Sawa. Nianze kwa kusema neno mraibu. Mraibu ni neno ambalo linatumika kuliko kusema, watu wanasemaga neno ambalo halifai, labda mwathirika wa dawa za kulevya, lakini tumetumia neno mraibu. Mraibu ni mtegemezi, yule ambaye tayari ameathirika na dawa za kulevya, ambaye hawezi kuishi bila kutumia dawa za kulevya. Unajua mtu anapotumia dawa za kulevya, wanasema kuingia ni rahisi lakini kutoka si rahisi. Kwa yule anayetumia dawa za kulevya anakuwa anatamani kutoka, lakini tayari keshakuwa mraibu. Kwa hiyo ndio maana halisi ya mraibu, kwamba ni mtegemezi wa dawa za kulevya. Tunaingiaje kwenye kundi la watumiaji wa dawa za kulevya ambao tayari wameathirika na wanahitaji msaada?
Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imeanzishwa vituo. Kwanza kuna Mati kliniki. Katika Tanzania ziko 16 Tanzania nzima. Kwa hizo ni asasi, kwanza tunashirikiana na asasi. Kwa asasi za kiraia zinawaandaa wale watu, zinawafanyia counseling, zinaangalia wana magonjwa gani, ndipo wanawarifaa kwenye hospitali za rufaa ambazo tumejenga huko kliniki Mati kliniki, ambako kuna dawa inatumika inaitwa methadone. Kwa wakishaandaliwa na asasi ya kiraia, wanaingia kule wanatumia dawa ambao ni methadone. Pia tuna sober house. Sober house ni kweli zinaanzisha na asasi za kiraia, ambapo mtu binafsi anaweza kaanzisha, lakini nyingi zimeanzishwa na asasi za kiraia, NGOs. Kwa kule ni nyumba ambayo ina facilities zote. Waraibu wanaingia mle ndani, wanakaa kwa miezi isiyopungua 4. Mle wanaishi bila kutumia dawa yoyote. Na wanaowasaidia ni wale watumiaji wa dawa za kulevya ambao tayari wameacha. Kwa wale wana imani kwamba nikimsaidia mwenzangu ambaye nilikuwa natumia lakini mwenzangu atumia, kwa wanakuwa na imani zaidi. Kwa wanaachana matumizi ya dawa za kulevya, lakini wale wanapokuwa mle ndani wanafundishwa namna ya kuishi bila kutumia dawa za kulevya. Mbinu mbalimbali kwamba nitaishije bila kutumia dawa za kulevya. Pia mle ndani wanafundishwa skills mbalimbali. Mfano kunaweza kuwa na ufundi seremala wakafundishwa, kuna kulima bustani, wengine wanalima mpaka mashamba, wanakula chakula kutoka kwenye mashamba waliolima. Kwa ndio kuhusu na kwa mikoa yetu hii ya kusini zipo asasi za kiraia ambazo zimeanza kushughulikia na kushirikiana nanyi moja kwa moja. Sasa hivi tuko kwenye uhamasishaji. Kwa hii mikoa mitatu hamna, lakini tuko kwenye uhamasishaji kwenye asasi za kiraia kwamba ziweze kuanzisha. Kwa hiyo maana yake una wito gani sasa kwa asasi za kiraia pengine kutokana na hii fursa, maana yake ambayo ya kuweza kuwasaidia wengine ni fursa pia, ndio sehemu ya uwekezaji pia huo. Pengine una wito gani? Kwanza naomba kuambia kwamba mtumiaji wa dawa za kulevya ni mgonjwa. Kwa anahitaji kusaidiwa. Naomba kama kuna asasi, kama kuna mtu binafsi aweze kuanzisha nyumba za upataji nafuu ili tuweze kuwasaidia wenzetu ambao wanauhitaji sana katika ukanda huu, kanda ya Pwani. Wanauhitaji, kila tunavyokutana nao wanasema tunaomba kusaidiwa, kwa sababu waliingia bila kujua. Sasa hivi wameathirika kiasi cha kwamba hawatamani tena kuendelea kutumia dawa za kulevya. Kwa hiyo tunaomba kama kuna mtu yoyote ambao anaweza kuanzisha nyumba za upataji nafuu au sober house, aje kwetu, tutampa mwongozo. Tuna mwongozo ambao unaelezea namna ya kuanzisha na namna ya kuendesha nyumba za upataji nafuu. Naam, mtazamaji, tunaendelea tukiwa tunaelekea karibu na ukingoni. Pengine afisa, natamani kujua kitu kimoja. Hivi karibuni tumeshuhudia maeneo mengi ya starehe, kumbi za starehe, kumekuwa na kitu kinaitwa shisha. Shisha ni miongoni mwa entertainment inayompa mtu energy fulani ya kufurahi katika eneo alilopo, lakini baadhi ya maeneo ambayo vijana ndio wanakuwa ndio watumiaji wengi wa masuala kama yale, lakini ukisikia labda mtaani pengine wakati mwingine zinakuwa zina uchochezi wa vitu vingine ambavyo havihusiani ama viendani na shisha. Hii tunatamani tujue. Asante. Tunaposema shisha kwa dhana yake, shisha ni kifaa. Shisha ni kifaa ambacho tunaweza kwa jamii zetu tunaweza kusema ni kama ile kiko, kama mtu anaweka tumbaku, kwanza akaweka tumbaku, akaweka sigara whatever, akavuta. Sasa nini mchango wake katika utumizi wa dawa ya kulevya? Sasa baadhi wanatumia zile shisha wakichanganya humu ndani na dawa za nini? Za kulevya. Kwa mwanzo pengine alikuwa anaweka tu flavor za kawaida, lakini tulichokuja kugundua ni kwamba wengine wanachanganya dawa za kulevya. Kwa humu wakati wanakuwa wanavuta tayari unaweza kukuta kwamba, lakini pia wako targeted. Kwa hiyo ina maana akishachanganya dawa za kulevya humu ili pengine asiweze kubainika kwa haraka. Kwa baada utafiti ambao tumeweza kufanya ni kweli kwamba wengine baadhi ya baa nyingine au kumbi zingine za starehe wanaweka dawa za nini? Za kulevya. Sasa ndo kuna scenario ya hivi. Kwa mfano kuta labda akienda baa fulani, yani yeye ni mteja wa baa fulani. Kwa kila siku anaweza kutoka Chuno, anafuata Mikindani kule. Kwa anamwambia sasa kama baa zote hizi mbona kaziacha? Pale kuna shisha, pale kuna shisha. Lakini yeye
unakuta kundi fulani tayari lishatengeza miundombinu yao ya uvutaji pengine dawa za kulevya kupitia shisha fulani ambayo inapatikana maeneo fulani fulani. Kwa baada ya kugundua hicho, ndio maana tukatoa wito kwa hawa wadau pia wa biashara hizi, ndio uwekezaji wenyewe. Tuwekeze kwenye vitu ambavyo vinakuwa productive kwa jamii zetu. Sasa ukiwekeza kwa maana ya kuchukua shisha ukaweka dawa za kulevya, sasa hilo ambalo utakuwa tayari umeharibu ile falsafa ya Mtwara na uwekezaji. Kwa hiyo tunaendelea kuelimisha hivyo. Kufanya hivyo kupitia vipindi vyetu mbalimbali vya uelimishaji, sasa wengi angalau wanatoa mwitikio chanya kwamba hawachanganyi tena dawa za nini za kulevya. Lakini pia akibainika mtu labda pengine ambaye anaendelea kufanya hivyo, ndio taratibu ambazo tunachukua kwa maana ya sheria. Huyu anakuwa ameviolate, sasa lazima tumshughulikie. Hii ni Mtwara yetu, Mtwara na uwekezaji, na tukiwa tunaelekea ukingoni hapa, pengine nitoe dakika moja, pengine mna wito gani sasa kwa watu wa Mtwara, Lindi na Ruvuma kuendelea kufahamu kuhusiana na masuala yenu ambayo mnayatoa juu ya mamlaka hii ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya? Pengine tutaanza hapa na afisa na tutamalizia hapa na afisa mwingine. Ndio, kanda ya Pwani tunataka kuambia tupo. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ipo. Muitumie. Mkihitaji kitu piga namba 119 mtatufikia. Kwa itumieni kanda ya Pwani kwa lolote kuhusu dawa za kulevya. Toeni taarifa zozote zinazohusiana na dawa za kulevya. Sisi tutazifanyia kazi, na wasiogope kwamba tukitoa taarifa tunaenda kutoa ushahidi. Hapana. Sisi tunajua namna ya kumfikia huyo mtu uliyetutolea taarifa. Pia mkiwa na makongamano, tualike tuje kutoa elimu ya dawa za kulevya. Makongamano, mikutano yoyote ile, tualike, tunakuja kutoa elimu ya dawa za kulevya. Naam, karibu sana. Asante sana. Katika falsafa ya Mtwara na uwekezaji, tutaweza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa pale ambapo vijana wetu ambao ndio taifa lolote linategemea nguvu kazi ya vijana. Sasa matumizi ya dawa za kulevya yana athari kubwa katika kupoteza nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo natoa wito kwa wadau wote, kwa wananchi wote, kwa vijana wote na wawekezaji wengine, kwa namna yoyote wasijihusishe na dawa za kulevya, ili tuweze kuwa na vijana wenye tija, lakini pia raia wenye tija wanaofikiri sahihi, ili katika kuhakikisha tunaishi vizuri falsafa ya uwekezaji na Mtwara. Lakini sambamba na hilo, kama tulivyosema, hii ya matibabu kwa wale wote ambao tayari wameathirika na hizi dawa za kulevya, basi wasisite kutumia 119 ili tuendelee kushirikiana, maana hii ni vita. Vita ni ya wote. Kwa wote tukiungana kwa ushirikiano wote, kuonyesha ushirikiano moja kwa moja, hili tatizo tutaweza kuliondoa haraka iwezekanavyo. Sasa mimi niwashukuru sana katika kipindi chetu. Na mtazamaji wa Mtwara yetu na Mtwara na uwekezaji, hakika mmeweza kuwasikia maafisa hawa kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya. Mimi jina langu ni Mohamed Kemkem, na niwashukuru sana kwa kuweza kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki ambacho leo hii tumeweza kusikia mambo kadha wa kadha kinaga ubaga kuhusiana na masuala ya taasisi hii na namna inavyoshughulika na kufanya kazi, lakini namna inavyoishi falsafa hii ya Mtwara na uwekezaji. Kutakia siku njema na ufuatiliaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Asante.